anazungumzia Elie Mpanzu hayupo kwa mkopo. Kwani huu mkopo uko unatajwa kutoka wapi? Kutoka AS Vita. Ujue kabla issue ya Mpanzu ilikuwa ni kwamba wakati kabla hajaenda kufanya trial huko Ubelgiji alikuwa ni mchezaji wa AS Vita, na Mpanzu kabla kwenda AS Vita kuna tajiri mmoja ambaye anamiliki. Kwa hiyo AS Vita walichokifanya ni kwamba kwenda kuzungumza na yani tajiri tuseme we brain. Lakini kuna zile taarifa ambazo nimezipata kwamba alitokea AJ Vankwa ambaye anacheza ligi ya 3 kule Kongo. Yes, ndio huko alikotoka. Of course ukiangalia by the way kwa yani anachokizungumza Hamisa ni let's say kama hapa Bongo inasemekana kuna klabu moja ambayo iko mkoa mbali huko, kwa maana unaona ni wachezaji wanacheza klabu fulani, lakini wale wachezaji nyuma yao kuna mtu fulani ambao anawalipa na mara nyingi huwa wanacheza ili wapate daraja la kwenda kule ambako wanaenda. Ndio kama scenario ambayo anaizungumzia Hamisa. Na mfano mzuri kabisa watu waelewe ni mfano wa Faisal Salum. Wakati atoka JKU kwenda Singida United na move yake kutoka Singida kwenda Young Africans ilikuwa ni kwamba alipelekwa na mtu ambaye ni shabiki wa Yanga. Kwa hiyo hata mtu tajiri ambaye anamiliki Elie Mpanzu alikuwa ni shabiki lialia wa AS Vita. Kwa hiyo ikawa ni rahisi kwenda pale. Kwa hiyo hakuwa mali wa AS Vita. Mali of course alikuwa na mkataba, yani baada ya kufika pale alisaini mkataba na AS Vita. Kwa hiyo issue ilikuwa ni kwamba unaona issue ya Kibwa wakati ametoka kwenda kufanya trial huko ilikuwa ni Uswizi Sweden akarudi. Ndio the same kwa hiyo yani wakati anatoka kwenda Ubelgiji ni kwamba ingetokea sasa angefanikiwa kufanya majaribio then kule klabu ambayo walienda wangemchukua, ndipo ambapo ingekuwa termination ya mkataba wake ambao alikuwa nao AS Vita. Kwa hiyo baada ya ile trial kushindikana, baada ya yeye kuambiwa sasa itakuwa ni ngumu kuanza kwenye first team, lazima arudi kwenye timu za vijana, akawa amerudi sasa, ndipo ambapo Simba akatoka kwenda moja kwa moja kwa AS Vita. Kufuata AS Vita akamwambia huyu yupo hapa na tajiri yake ambaye yupo nyuma yake, inabidi mumfuate. Simba ndo akamfuata yule tajiri. Kumfuata tajiri akamwambia sawa, kama mfuata mipangilio yote ambayo inapaswa kufuatwa, lakini sasa huyu yupo pale na ana mkataba. Kwa hiyo nyinyi mfike pale malizane nao muweze kumchukua mchezaji. Kwa hiyo sasa paka ilipokuwa nafikia hapo ni kwamba kiasi cha fedha ambacho wao AS Vita walikuwa nakihitaji sasa ili kuweza kama release clause ya kuweza kumwachia Elie Mpanzu ni dola 150,000 ambapo ni kama milioni 300 kama na 75 hivi. Wastara utakompati hapo tutaona ndicho ambacho kilikuwa kinahitajika wao waweze kumchukua Elie Mpanzu kuja Simba. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi kwa taarifa ambazo nazifahamu ni kwamba Simba waliterminate mkataba wa Elie Mpanzu na Elie Mpanzu ni mchezaji. Kwa nini kilichokuwa kimemzuia situmike mapema ilikuwa nini? Elie Mpanzu alikuja wakati ligi imeshaanza, kwa hiyo bado alikuwa hajaingizwa kwenye orodha kwenye system yani ili aweze kucheza. Ndio maana Elie Mpanzu wakati anakuja Simba alikuwa tayari ameshacheza mechi karibu kama 8 hivi ama 6 hivi za ligi kuu tayari alikuwa ameshazicheza. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwake, hata ndio maana umeona hata mechi za kimataifa alikuja kuingizwa baadaye kwenye system ndo akaja. Kwa hiyo hayupo Simba kwa mkopo kwa mujibu wa taarifa ulizonazo. Kwa taarifa mimi nilizonazo ni kwamba Elie Mpanzu hayupo Simba kwa mkopo, na hii issue ipo hivi si mchezaji wa kwanza huyu Elie Mpanzu taarifa zake kuwa hivi, hata taarifa za Maxim pia Nzengeri, kwa sababu sio mara ya kwanza. Wachezaji wengi wa Kongo wamekuwa wakija Tanzania 400 kwa rate sasa hivi ya dola. Okay, milioni 400. Wachezaji wa Kongo si mchezaji wa kwanza huyo kuzungumzwa hivi, na wengine imekuwa ni kweli kabisa, sababu hata taarifa ambazo niko nazo kuna mchezaji hapa sitamsema yupo timu fulani lakini yupo kwa mkopo wa miaka 2. Hata wakati Jean Baleke anaenda Simba alienda Simba kwa mkopo wa miaka 2. Alikuwa atoka TP Mazembe anaenda alikuwa kwa mkopo wa miaka 2. Na maana huo mkopo unakuwa ni kwamba baada ya huo mkopo sasa mtaikiana vipengele kwamba kutakuwa labda kuna dau kiasi kadhaa ambacho mtahitaji kumnunua baada ya mkopo wake. Kwa hiyo kama mtaridhishwa naye it's okay, atarudi, lakini kuna dau ambalo mtapaswa kulipa. Ni kama mkopo ambao umeona wa Sancho wakati anatoka United anaenda Chelsea. Kuna kipengele ambacho Chelsea watapaswa kukilipa kama hawatomhitaji Sancho na kuterminate mkataba wake au kununua mkataba wake, kuna kiasi pia cha hela ambacho watapaswa kulipa. Kwa hiyo kwa taarifa mimi nilizokuwa nazo, Mpanzu ni mali halali ya mnyama kwa mkataba miaka 2 na miezi 4 ameshaitumikia. Hiyo issue brain watu wanapaswa pia kufahamu. Mawakala wachezaji wamekuwa wanajua sana kucheza naye. Yaani wakala anaweza. Kwa hizi tetesi zinatoka wapi? Ndio nakwambia sasa wakala. Mimi Mpanzu kwa uelewa tu haraka kipindi anajiunga na Simba na zile mechi za awali wengi tulimkataa. Uongo. Kuna watu walimkataa Mpanzu kwa zile games za awali. Nasema wengi wetu.
kwa takwimu nilizokuwa nimeziona. Mimi sikuwa naenda kusoma tu pale kwenye comment za mitandao ya kijamii za Simba. Of course hata ingekuwa hata wewe brain, lakini gari uwanjani. Of course ndio maana nauliza. Gari lilipowaka kila mtu akaona huyu mchezaji ni hatari. Ndio nachokwambia. Lakini kwenye zile mechi za awali zikaonekana ukiambiwa yupo kwa mkopo unaweza kukubaliana. Lakini sasa hizi leo sema kwamba watu walijichanganya haraka hapa. Of course uenda kule kufanya gani? Kukamilisha dili. Lakini ukimsikiza Medali hapa, meneja wa habari, yeye anawajua walioenda. Of course anawajua wanaohusishwa na hii timu. Na wameenda hadi kule kuulizia uwezekano wa kumpata. Akaambia bwana, inawezekana amekutana na vijana matapeli kule na anawaonya msije mkaliwa pesa yenu. Hii ni mali halali ya mnyama Simba. Lakini semalo lipo. Issue iliyopo ni kwamba hawa mawakala ambao wanawamiliki wachezaji wamekuwa wanajua sana namna gani ambavyo wanacheza ili kuweza wakikaa kwenye meza ya mazungumzo wawe kwenye nafasi nzuri ya kwenye wakati wa negotiation, kwa sababu kwanza ufahamu kwamba kwa sasa hivi kwa sheria ambazo FIFA wameziweka ni kwamba ili wakala aweze kumhamisha mchezaji kutoka eneo moja kwenda eneo jingine lazima awe yupo approved na FIFA. Wewe brain sasa hivi wewe kama wewe huwezi kumtoa mchezaji eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa sababu kuna sehemu, kwa sababu hata kwenye akaunti za huyo wakala tayari uko FIFA zitasoma kuna percentage ambayo pia watamkata. Kuna percentage ambayo anapaswa ambayo ni takriban 3% ya mshahara wa mchezaji ambao wakala anakuwa anachukua. Kwa hiyo lazima awe approved na FIFA. Na mchezaji sasa hivi ukienda kutoa kushtaki kesi yako wakati una manager tu si wakala, kwanza unaanza kupigwa fine kwanza wewe. Kwa nini? Na maana wachezaji pia wanapaswa kupewa elimu juu ya hili jambo. Issue leo ni kwamba mawakala anachokifanya anaweza kaja, anajua brain ni mwandishi anakulipa brain bana kiasi fulani, akwambia brain trendisha hii issue kwamba huyu anaenda sehemu fulani. Ndio issue ambayo ilitokea kwa Kibu Dennis. Kwamba unataka kuniambia hata hapa inawezekana hivyo. Ndio nakwambia sasa. Ilipokuwa issue ya Kibu Dennis. Kibu si kama Yanga walikuwa wanamhitaji. Wakala wake ndio alichekecha ile. Kwamba huku taarifa zitoke kwamba huko anahitajika. Kwa hiyo sasa taarifa zikishatoka huko anahitajika, yeye mkikaa aende kwa watani wetu huku. Akienda kuhaka huku itakuwa vipi? Kwa hiyo chochote atakachokisema yeye lazima mtakitii. Kwa sababu gani? Si tayari huko anatakiwa. Si unaelewa ile jambo jinsi linavyokuwa. Kwa hiyo sasa hapa issue ile huko ni kwamba inawezekana, kwa sababu taarifa ambazo mimi niko nazo kuna mawili, inawezekana zikani za kweli ama si za kweli. Ikitokea sasa kama kweli ni mkataba wa mkopo atakachukua na kihitaji wakala wake, ni kwamba sasa nyinyi mmeshamuona potential ambayo yuko nayo. Tukikasa kwenye meza ya mazungumzo, mjue kabisa huku kuna watu ambao wanamhitaji. Kwa hiyo chochote nitakachokisema nikisema labda nahitaji signing fee labda dola milioni 1, muiweke mezani, kwa sababu tayari kuna watu huko wanamtaka. Na kwa jinsi ambavyo mpanzo umeonekana, inawezekana tu isiwe ni kwa Yanga tu, isiwe ni kwa labda timu nyingine, inawezekana hata nje ya Afrika, sababu ameshaonekana ni mchezaji ambaye ni potential, pia umri wake miaka 22, kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye ana huo muda mrefu ambao anaweza kucheza. Kwa hiyo ili na kingine ambacho mimi nimejaribu pia kujiuliza kwa mazingira tu ya kawaida, kwa mchezaji kama Mpanzu inawezekana ikawa, sitaki kuamini kwamba Simba wameingia kwenye mtego huu wa kumchukua mchezaji kaliba ya Mpanzu, mchezaji aina ya Mpanzu, kumchukua kwa mkopo kumweka kwenye timu yao. Kuna muda mwingine anatokea bwana, mkataba wetu twende kwanza miezi 6. Atakapo perform issue sio yani brain huyu mchezaji, yani mchezaji kutumikia kwa mkopo. Tunaona huku Tanzania ndio tunaona ndo kuna shida, ni kama kuna kosa, kwa maana mchezaji ikiwa na level kubwa, kwa nini asipewe mkataba before akapewa mkataba wote? Kwa nini mkataba unakuwa wa mkopo? Wakati barani Ulaya ni timu kama FC Barcelona inamchukua mchezaji kwa mkopo. Pierre-Emerick kimetoka pale, alikuwa na option, kwa maana ukifanya vizuri hapa tunakuongeza zaidi. Na sio kama timu zote zinakosa. Au kwa maana ukifanya vizuri hapa au kama mchezaji akiridhika na mazingira, basi tutarudi kufanya negotiation kwa ajili ya kumpata zaidi. Sisi chetu tutahitaji kuanzia shilingi mtakuwa nayo, tutafikiria mnaenda mnamtumia mchezaji, mnamlipa, au kama klabu yake ndio inamlipa, mambo yanaendelea. Si kosa kumiliki mchezaji kwa mkopo. Yaani Tanzania inaonekana ni kama dhambi mchezaji atoke Yanga, atoke Simba, atoke Azam, aende na Mungu kutumikia kwa mkopo, nasema yule kamaliza. Yaani na ukiona mchezaji huyo amepewa mkataba wa mkopo, kwa maana ametolewa Simba, ametolewa Yanga, ametolewa Azam, aende Kagera, huyo mchezaji ni ndo kapewa thank you, nenda kukajitathmini kamalizane na utafute timu ya kucheza huko. Unajua inavyokuwa kwenye ligi yetu. Lakini kwa wenzetu huko ulimwenguni, kwa wenzetu ambao wamekuwa kisoka, yani ni jambo la kawaida na hakuna shida, na wanaishi katika mfumo wa football, na mchezaji anakuwa
yuko willing kutumikia mkataba wa mkopo, huku mchezaji yani anaona kwanza amenyenyesika. Unajua issue iliyopo lakini nani hata wewe nani alikuja kwa mkopo yule mshambuliaji nani Bareke kwa mzungumzia. Unajua issue brain stories zake zikuja baadaye sana. Issue brain ya mchezaji kumchukua kwa mkopo. Kuna vitu viwili unapofanya sajili. Kuna usajili ambao umedhamiria kuufanya. Unapodhamiria kufanya usajili kwa mchezaji, na maana tayari umesha mstadi mchezaji. Tayari umeshajua anafiti kwenye kikosi chako. Kwa hiyo mchezaji ambaye umedhamiria kumchukua, tena ni mchezaji ambaye unamhitaji kwenye eneo ambalo huna mchezaji wa namna hiyo, ni ngumu kwenda kumchukua kwa mkopo. Ndio unajua issue ya Mpanzu kabla, sababu Mpanzu alipiga chini dili la Simba baada ya wakala wake kumfanyia mpango wa kwenda kufanya trial huko. Kwa hiyo Simba walipambana, yani Simba haikuwa kama issue ya Baleke. Issue ya Baleke ni kwamba Simba walikuwa wanachoka jaribu ni tuone kwanza kama kuna kitu kuja kuonesha, lakini Simba tena kilichochochea zaidi kwa Mpanzu ni kwamba huyu mchezaji ina maana ni potential kiasi hiki paka anakwenda kufanya trial Ubelgiji. Jaribu kuangalia. Ina maana ile kwenda kufanya trial inawezekana iliongeza tena thamani yake. Kwa hiyo paka kufikia kwenye mazingira kama hayo ilikuwa ni ngumu kwa Simba kumchukua mchezaji kwa mkopo. Kwa kuna sehemu mimi nilikunuku ukasema kwamba muda mwingine mawakala wanachomesha kidogo. Yes, ndio hivyo. Wanajaribu kuchomesha kidogo mahindi ili aone mapigo yanakuaje. Sasa mimi kwa kunukuu kama nilikuelewa inawezekana ni kweli kuna inawezekana miezi 6. Sasa huyu mtu kawaka, kwa sababu kibaya zaidi brain tunaondokaje hapa mimi kama agent, kwa sababu brain kingine ni kwa sababu unajua mkataba wa mtu ni siri. Kwa hiyo inawezekana ukawa kuna story ambayo umeipata au kuna taarifa ambayo umeipata ikawa ni ya kweli ama si ya kweli. Na mfano mgani ambao naweza nikakupa kwa Ulaya, unamuona Alphonso Davies. Wakala Alphonso Davies kuna mwandishi ambaye alimlipa akawa anatendisha habari ya kwa Real Madrid wanamtaka. Kwa Madrid wale walikuwa hawana mpango na Alphonso Davies. Baada akaingia kichwa pale. Ila alikuwa anaongeza thamani ya mchezaji. Thamani ya mchezaji. Baada akaingia kichwa, wamepiga pesa yao nzuri, mchezaji mshahara umepanda sasa hivi, maisha yamekuwa safi. Okay, anyway, mchezaji wao, of course mchezaji aliyekuwa wao atakuwa wetu. Na wetu atabaki wao. Wetu. Mimi kwa upande wangu bwana, cha kwanza Faisal anahusishwa kwenda Simba bwana. Mchezaji wao atakuwa wetu. Na wa kwetu atasalia kwa wetu. Atakuwa wetu. Vipi hili bwana? Dili likakamilika. Kwa upande wangu mimi cha kwanza hizi ni tetesi. Tena kwa tetesi. Kwa upande wangu Faisal kwa ubora wake ambao tumeona mpaka sasa hivi kwenye ligi yetu tumdai kwa ndani. Ni wakati ambao ulikuwa ni sahihi kabisa kwenda kutoka nje ya Tanzania kwenda kwenye vilabu vikubwa Afrika ambao vimeweka ofa tayari. Sogeza mic vizuri. Yes, kwa sababu uwezo wake tayari tumeshauona, amesha prove. Hujasogeza mic, umeishika. Amesha prove. Kwenye ligi yetu. Ukiongelea Faisal ni mmoja wa wachezaji ambao ni viungo bora kwa kutokea kwenye ligi yetu. Sinaeleweka nikisema hivyo. Kuna viungo wengi wanatoka ambao ni international player wanakuja ndani hapa, lakini bado amekuwa mara nyingi akiwazidi namba. Wanazungumzia foreign players. Wa kigeni pia kuna ambao wanakuja wanamshindwa kabisa, na pia kuna wazao ambao yuko nao lakini bado na misimu miwili mitatu mpaka sasa hivi amekuwa kwenye ubora huo. Ameenda Azam lakini bado namba zake tumeziona msimu uliopita, si ndio? Msimu huu pia tumeona kidogo pia namba zinaishi. Ni moja ma player ambaye anakopa vitu vingi sana. Kwenye kukaba ana uwezo namba 6 akashacheza kama unakumbuka akiwa Young Africans ushamtumia. Lakini kwa mahitaji ya Simba nafikiri kwamba ndio nakwambia na ubora wake namna ulivyo sasa. Namba 8 unaweza kumtumia, middle namba 10 unaweza kumtumia. Ana assist, anakaba na ana score. Umeona? So ni moja ya ma player ambao ukimpata kwenye kikosi chako wana umuhimu sana. Ndio maana sishangai kwamba kusikia vilabu vyote vile vimekuwa labda vikimhitaji vitatu vyote. Ila tuamini kwamba naamini kwenye ligi yetu ameshamaliza. Ni wakati ambao tulikuwa tunatamani kumuona sana kwenye timu zingine nje ya Tanzania, lakini kama offers zimeshakuja mpaka sasa hivi. Kama unavyosema tetesi. Wewe unatamani. Hizo ni tetesi. Yes. Sasa tunakuja kwenye mapenzi ya mchezaji mwenyewe anataka vipi. Sio kila mtu anatamani kucheza nje ya nchi yake. Tumeona hata kwa wenzetu labda wachezaji kama wengi walikuwa ni wa Uingereza. Kutoka nje ya Uingereza ilikuwa ni ngumu sana. Leo kama kina Harry Kane kumuona mpaka ameenda Bayern Munich, unaweza kuwa unawatafuta kina David Beckham kwa miaka ya karibuni umemuona nani tena? Ni wachache sana. Kina Jude hawa sasa hivi ndio wameanza, ila asilimia kubwa wengi wanamalizia hapa nyumbani kwao. Yes. Okay. So kwa upande wangu ni kwamba ni kama atatamani kubaki hapa ni sawa, lakini kama kwenda nje inaweza kuwa ni zaidi sasa kwa sababu hapa ndani ameshamaliza sasa hivi. Bwana si Azam ile mkataba tupo naye. Yule Faisal bado tupo naye. Kwa nyinyi hizo tetesi nyendeleeni nazo. Tetesi hizo. Nyendeleeni nazo. Wana muda mwingine na sisi tunajisikia fahari sana kuona mnamzungumzia mchezaji wetu. Hivi vipi ikatokea Hamisa zungumze naye Mpanzu akajiunga Yanga?
Maana tunalishukulia poa hii jambo. Watu wana finali mbele ya safari, hataki kuharibu upepo. Inawezekana unajua kwa sababu sitaki kuamini nikivuta picha kwa sababu ya mwaka jana mwezi kama huu. Sitaki kuamini kama ilikuwa rahisi kwa mtu kuamini kwamba Clatous Chota Chama anaweza kucheza Yanga. Kwa hiyo pia inawezekana kwa sababu japo wanasema saa hizi Mpanzo na miaka 22 wasubiri mpaka atakapofikisha miaka 35 kwa kuwa Yanga walishamtamani namba 20 wao, namba 17 wao. Walivyoona kwamba maji ya jioni wakawaachia ndo wakachukua. Kwa hiyo wasubiri pia atakuwa Brain wachezaji wanaotoka taifa la Kongo hawajawahi kuichezea timu kwa mahaba. Wale wanaweka pesa mbele. Yaani wewe ukienda ukiweka kiasi anachokihitaji yeye muda wote anaondoka. Ulisha kumsikia Maela akiwa anazungumza. Maela alikuwa kwenye interview zake anasema tunacheza mpira kwa ajili ya pesa bwana. Tumekuja kutafuta. Tumetoka Kongo kuja Tanzania kutafuta pesa. Kwa hiyo tunacheza mpira kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo siwezi nikakaa hapa kwenye mic mimi nikazungumza kwamba ni ngumu. Ikatokea sasa ameenda sote utakata kitu yangu sasa ndo watembee nayo kwa mtandaoni. Kwa hiyo hakuna impossible kwenye mpira, hakuna impossible. Okay, kabla tujaenda kwenye basketball bwana, ligi kubwa na leo imeendelea na kabla tujagusia pia issue ya ligi ya wanawake. Kinachonishangaza ni mwenendo wa matokeo ya Tabora United. Lakini before hatujamjaji vibaya Tabora. Penalty waliohukumiwa Tabora ilikuwa sahihi. Mwamuzi wa kati anaitwa Abel William. Yule Abel William alichezesha Fountain na Simba kama sijakosea. Lakini huyo ndo alomuonesha yellow card Baka amechezewa madhambi. Mechi ilikuwa ni nani? Coast Arusha. Na anatoka Arusha Abel. Abel anatoka Arusha. Alimuonesha kadi ya njano huyo nani? Ibrahim Baka. Wakati ndo akachezewa madhambi. Nafikiri ile kadi ilifutwa. Ile ilifutwa. Lakini huyu pia ndiye ambaye kuna tukio lilifanyika mechi ya Namungo dhidi ya Azam. Golikipa wa Namungo nakumbuka ile siku katoka nje ya penalty box kaucheza ule mpira kwa mkono nje ya penalty box. Nje ya penalty box akaamuru kwamba hii ni foul iende kwa Namungo. Lakini maajabu hakutaka hata kumuonesha kwa yellow card. Yaani mwamuzi msaidizi akamuita ndo akaenda kumuonya yellow card. Tukio ambalo ilikuwa red card straight. Yes. Umeona hiyo issue lakini huyu ndo ambaye unazungumzia kuna kadi nyekundu vitu vyote linyanyua kwa pamoja. Ndio hiyo mechi naikumbuka ndio mechi nani ile sio Fountain na Simba ile Fountain na Simba ambaye ni alikuwa huyu tataza Abeli sio unazungumzia kadi ya njano na nyekundu wakati mmoja ni huyo na leo pia ametokea so smart. Leo sio amekula mbili nani kula umeme mbili. Jeff Smart alichezesha Simba na JKT. Hii ya juzi Simba na JKT. Kuna mechi ya nyuma na Namungo. Namungo alichezesha Smart. Abel William ndo alihusika. Abel William ni mechi ile ya Fountain na Simba. Ndio sikatai. Kule Manyara. Golikipa yule alikuwa anapoteza muda. Amepoteza muda. Akaenda njano na nyekundu. Na leo kafanya hivyo hivyo. Of course inawezekana ikawa. Bana ile penalty vipi? Mimi sioni kama haja ya kumlaumu mwamuzi bwana. Hakukuwa na haja ya kumlaumu mwamuzi. Hapana Brain. Ila najua ingekuwa ajenda kubwa sana hii kama ingekuwa Simba na Yanga. Yes. Ingekuwa ajenda kubwa. Watu wengi najua haja concentrate. Na kabla Hamisa hajaenda kuzungumza hapo umesema hauoni haja ya kumlaumu mwamuzi kwa sababu tu Tabora United yuko pale katika nafasi ya 5 ya msimamo wa ligi, hawezi kushuka, hawezi kuporomoka. Lakini kuna siku hapa kwenye kipenga extra Ibra alikuwa anazungumzia namna ambavyo makosa ambayo wanafanya waamuzi. Thabiti Zakaria msemaji wa Azam alipiga simu akasema nyinyi mnasema kwa sababu wanaonewa, yani zikionewa Simba na Yanga ndio mnakuja kuzungumza hapa mara nyingi. Lakini katika timu ambazo zimepata shida sana kwa kuonewa na waamuzi na maamuzi yake yamewaadhibu ni Ken Gold. Na Ken Gold wako wapi? Wameaga ligi kwa maana wameshuka daraja. Sasa mtu amewekeza fedha, amepoteza muda wake, amepoteza uwekezaji wake, anakuja kuwekeza, alafu hiyo timu ambayo ilionewa sana imeshuka daraja. Vipi kama ingekuwa haijaonewa sana katika maamuzi ambayo yanafanyika uwanjani? Pengine sasa wanapambania playoff ama hata wanapambania nafasi nyingine. Unaweza ukasema hivyo. Kwa hiyo kwa nini tusiseme Tabora United maamuzi ambayo amefanya muamuzi yamewakosti au kwa sababu Tabora unaiona iko katika safe side? Ndio maana nilichokuwa namwambia Brain ni kwamba inawezekana kwa sababu Tabora wamekuwa na
wanakabiliwa na kwamba sasa bado naomba nikukatishe kidogo bwana. Saa 2 kamili bwana imesha. Okay. Tarejea bwana. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa pamoja tumeichagua East Africa Radio kutuleta pamoja. East Africa Radio.